No reform unakwenda kuhamasisha wananchi wagombee uchaguzi. Wananchi wapi ambao walishindwa kuandamana wataweza kugombea uchaguzi? Ni wazi, ni jambo ambalo haliwezekani. Naitwa Majaliwa Kiara. Nimekuja hapa leo kwenye ofisi za makao makuu ya chama hapa Magomeni Kagera kuja kuchukua fomu ya kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa mmeniuliza kwa nini umeamua kugombea. Nimeamua kugombea nafasi hii kwa sababu nina wiwa au nina hamu ya kuona nchi yetu inakwenda mbele. Nina hamu ya kuona rasilimali za Tanzania zinawanufaisha kila Mtanzania. Lakini ninapendezwa na kutaka kuona tunapata taifa la wachamungu, kama jinsi ambavyo slogan ya chama chetu Sauti ya Umma inavyosema, sala na kazi. Tunataka tupate taifa la wachamungu ambao ndani ya uchamungu wa kweli tutakuwa na haki, amani, usawa, lakini pia utu. Mambo yote yanapatikana hapa. Kwa hiyo ni moja ya vitu ambavyo vimenivutia na mimi kuona hapana, ninahitaji kuweza kuomba ridhaa ndani ya chama changu, lakini baadaye ndani ya taifa kwa Watanzania wenzangu wote waweze kuniamini na kunichagua kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama sawa, moja ya takwa letu katika ratiba yetu na ili tuingie katika dola ni lazima tushiriki uchaguzi. Sisi tumesema uchaguzi huu lazima tushiriki, na ndio maana chama kimeweza kukubali kunipa mimi kuja kuchukua fomu nafasi hii. Kwa hiyo sisi tutashiriki uchaguzi na tunaamini kupitia kushiriki uchaguzi ndio kutakotusaidia kutatua mambo yetu mengi. Lakini pia ni hatua, kwa sababu tunaona kama tukisusia au tukisema tunataka mabadiliko ya sheria lazima yapelekwe bungeni. Bunge hili tunaona kwa asilimia kubwa mno ni CCM. Sasa hatutaki waende wakajadili CCM watuletee alafu tulalamike waliofanya mabadiliko ni chama kimoja tu. Tunataka sasa twende, mimi Kiara ninapokuwa rais, naamini tutapata na wabunge wasau na vyama vingine, tukatengeneze kitu ambacho kina maslahi mapana kwa Watanzania wote, sio kwa chama kimoja au viwili. Ndio hasa lengo letu. Kwa hiyo sisi tunasema tutashiriki uchaguzi kwa nguvu zote na tunaamini tutafanikiwa. 2015 wabunge walichaguliwa wengi sana na watu mara ugombea rais wapata kura nyingi sana kwa tume ambayo ilikuwa kwenye mazingira magumu zaidi kufananisha na hii tume sasa hivi, tume huru ya uchaguzi. 2015 ilikuwa na mambo mengi magumu zaidi, tofauti na sasa 2025 tunaona tume huru. Nafikiri tuna hatua, hatujafika kule tunakotaka kufika, lakini angalau tumepiga hatua. Tunaamini tutaingia ndani ya uchaguzi huku tunaendelea kupambania na kupigania kupata ile tume ambayo kweli wote tunaitamani iwe. Lakini kuitaka sasa hivi alafu sheria zikatungwe kwa bunge hili la CCM, kwa kweli sisi kama Sauti ya Umma tunasema hapana. Sisi tunakwenda kushiriki uchaguzi na tutapambana nao mbele. Unawaambiaje watu wanaosusia uchaguzi? Ni wasi sana wale wenzetu wanaosusia uchaguzi, tuungane kwa pamoja. Tuungane kwa pamoja wote tukashiriki uchaguzi hizi, basi watakachopata na sisi tutakachopata. Twende sasa, baada ya kufanikiwa twende tukatengeneze sheria nzuri ambazo naamini bunge sasa halitakuwa bunge la chama kimoja kama lilivyo sasa, kwa sababu wao wengine walikosea, walifanya makosa. 2015 walikuwa wengi bungeni, walishindwa kupambania hili sasa. Sasa wanapokuja kupambania sasa hivi wakati kuna chama kimoja tu ndio bungeni, kwa kweli sisi kama Sauti ya Umma hatuwaelewi na hatuamini. Tunaona kama wanataka kutusaliti ama wana agenda fulani ya siri. Sisi tunasema tunakaribisha, tuingie kwenye uchaguzi, tuingie kwenye mpambano, atakayepata apate, atakayeshindwa atulie, tuijenge taifa letu. Tume hii inaonekana tume sikivu, na sisi tuliwaeleza kwamba mwitikio, kwa mfano mwitikio wa uandikishaji Dar es Salaam ulionekana ni mkubwa sana. Ni zaidi kwamba siku 7 kwa Dar es Salaam isingeweza kutosha, na Dar es Salaam tunajua ni jiji na mkoa ambao unawapiga kura wengi kuliko kote Tanzania nzima. Kwa hiyo walisikia angalau kuongeza siku 2, lakini kuna awamu ya pili ya uboreshaji, na tumaini kila mwenye nia ya kuandikishwa au mwenye sifa za kuandikishwa na tumaini atakwenda kujiandikisha, na nawasi wa Tanzania wote twende kujiandikisha, ili unapokuja kusia sera za Kiara usiseme nashindwa kumpigia kura kwa sababu sina kadi ya kupigia, usijiandikisha. Hapana, twende tukajiandikishe, alafu baadaye muingie kwenye mikutano yetu, msikilize sera zetu makini,
alafu muweze kutupatia kura, muweze kutupatia ridhaa ya kuongoza taifa letu Tanzania. Au wengine wanaonekana bado inawezekana hawajajiandaa. Unajua unavyotoka kwenye hatua fulani, labda kama chama hakijakaa sawa, unakuwa na hofu, lakini pia inawezekana unatafuta kiki kuungwa mkono. Ndio maana hata najie mmeniuliza swali hilo, mimi natafuta kiki niungwe mkono, imekaa kimya, nitoke vipi? Naenda kwa wananchi na sera zipi? Ina maana kuona kwamba wanatumia pesa za walipa kodi, lakini unaona hawa hawana sera. Nazungumza sasa hivi kweli ni watu wanahitaji kuhamasishwa no reform no election? Hapana, tuna mambo mengi ya kuzungumza na wananchi, ikiwemo ile ya kwenda kujitokeza na kujiandikisha. Lakini unaona watu wanakwenda mitaani, ajenda ndio hiyo hiyo. Na bahati mbaya sasa wengine tunadumbukia kwenye viatu vyao. Tunavaa, tunatembea na ajenda zao, tunazidi kuwanyanyua. Kwa hiyo mimi nafikiri siasa ni mchezo. Inawezekana ni mchezo wao. Utaona baadaye, utasikia baadaye tumekaa vizuri, tunaona tushiriki uchaguzi. Hii utaisikia. Nakwambia niko hapa leo tarehe 27 mwezi wa 3, mtaniambia hao bwana atashiriki uchaguzi, lakini wengine wanatafuta tunaunga vipi mkono? Lazima wao wana sera zao, wanataka waende mtaani wakapime upepo. Tunaona maandamano. Mwisho wa siku kwenye kitosi pale Magoroni aliandamana na mtoto wake. Je, no reform unakwenda kuhamasisha wananchi wagombee uchaguzi? Wananchi wapi ambao walishindwa kuandamana wataweza kugombea uchaguzi? Ni wazi, ni jambo ambalo haliwezekani. Na tumeona wazi kwamba mwitikio kujiandikisha ulivyokuwa mkubwa. Ni watu wanataka kwenda kupiga kura. Watu wanataka kwenda kumchagua Kyara, rais ajaye, tumaini jipya la Tanzania, akapate kuingia katika dola. Kwa hiyo mimi nawakaribisha wachane na hiyo kupoteza muda. Basi kama ni kiki zao, sisi tuache, sisi tusonge mbele, tujipange na uchaguzi.